wa barakatu, msikilizaji wa HFM 94.9 nyakati za kusisimua kutoka Mtwara, Tanzania. Siku ya 27 mwezi wa 12 mwaka 2021, sawa kabisa na siku 361 tangu ulipotimu mwaka 2021, kwa maana ya tunazo siku 4 peke yake kwenda tamatisha mwaka 2021. Karibu tena kwenye kipindi cha Tiba na Dua ambacho huwa kinaanza kila Jumatatu inapofika saa 3 kamili za usiku na kinakamilika katika siku ya Ijumaa inapofika saa 4 kamili za usiku. Masheikh, naam, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mko salamu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimi ni mgeni lakini nishakuwa mgeni mwenyeji, kwa sababu hii ni mara ya pili naingia hapa studio. Ndio. Kwa majina naitwa Sheikh au Maalim au Ustadh Harun Isa Rajab. Naam. Kama ambavyo nilivyotambulishwa wiki iliyopita. Nishakuwa mimi ni mgeni mwenyeji, lakini kuna mgeni zaidi ambaye ndo mara yake ya kwanza kuingia hapa studio. Yes. Nitambulisha. Okay, karibu mgeni. Naam, shukrani sana. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitajia rehema na ziada zikamjia kiongozi wa umma mtukufu wa daraja habibuna sayyiduna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwaamkie ndugu zetu wasikilizaji ambao kwa muda huu na nyakati hizi wametenga fursa zao kutusikiliza, bimaana wako hadhiri wakifuatilia HFM 94.9. Niwaamkie kwa maamkizi yaliyokuwa mema kabisa ya nembo yetu sisi ambao tupo katika studio pendwa hizi, kwa kuambia salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina ninaitwa al-Ustadhi Sahaba Talibu Zaki, kama namna ambavyo alivyotangulia kunieleza au kunitambulisha kabla sijafika katika ardhi hii ya Mtwara, ndugu yangu al-akhi Sheikhul Kabiri kabisa, huyu Sheikh Hamisi Suleiman, ambaye ametangulia katika ardhi hii ya Mtwara kwa masiku kadha wa kadha, na ikawa sababu ya mamia ya wakazi wa Mtwara kuifikia shifaa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu nimeona katika siku ya Jumamosi tukiwa katika nyumba ya tiba, hapo watu wengi, mamia ya Waislamu, wanawake kwa wanaume, walihudhuria katika dua ambayo Sheikh Hamisi Suleiman akiwa sambamba na al-akhi Sheikh Haruna wameiongoza. Lakini pia nikapata wasa wa kujua kwamba je, yale ambayo yalikuwa yakifanywa na Sheikh Hamisi katika maeneo mengine tuliowahi kupita pamoja, ndiyo hayo yanayofanyika katika ardhi ya Mtwara. Zile fawaida ambazo zilikuwa zikifanywa katika ardhi nyingine, katika ardhi ya Zanzibar, akafanya katika ardhi ya Arusha, akafanya mpaka jirani ya nchi jirani ya Tanzania, nchi ya Kenya. Je, yale yaliokuwa yakitokea kule ndiyo hayo ambayo anayafanya pia katika ardhi ya Mtwara? Bimana watu wanapoa, yale mazito ya watu walionayo yanaondoka, ile mitihani na mabalaa ambayo watu wametwishwa kutokana na maradhi mbalimbali. Kuna watu na maradhi ya uchawi, kuna watu wanasumbuliwa na mashaitani, kuna watu wanasumbuliwa na maradhi ya kibiolojia, maradhi haya ya kawaida. Je, fawaida zile ambazo Sheikh Hamisi Suleiman akiwa sambamba na al-akhi Sheikh Haruna walizokuwa wakizifanya katika maeneo tuliowahi kupita pamoja, ndizo faida hizo ambazo kwa wakazi wa Mtwara wanazipata? Alhamdulillah Rabbul Izzi. Katika watu kadhaa ambao niliosema nao, wengi wao wanasema alhamdulillah. Miongoni mwao ni mama mmoja ambaye nitamkumbuka kwa jina moja peke yake, ambaye wakati nipo nje alikuja kuniuliza jambo na mimi nikamhoji. Nikamuuliza, una muda gani tangu umefika katika kituo hichi cha nyumba ya tiba? Tangu umeanza kuonana na Sheikh Hamisi una muda gani? Akasema, Sheikh, ninamuapa Mola wangu na takriban siku 10 au 11 leo. Nikamuuliza, jambo lako ulilowahi kuonana naye Sheikh Hamisi vipi, limefikia hatua gani?
akasema ninabaki ninakuja kwa Sheikh Hamisi au katika nyumba ya tiba kwa ajili ya mapenzi tu. Sio kwamba ninakuja tena nina kadhia na shida na mtihani na balaa, hapana. Nimebakia narejea hapa katika nyumba ya tiba kwa mapenzi tu yale ya kumpenda shekhe na kuipenda hii nyumba ya tiba, kwa kuwa imekuwa sababu ya mimi kupoa au kuondokwa na mitihani niliokuwa nayo. Nikajaribu kuhoji shida kubwa kwako ilikuwa ni kitu gani? Akaniambia, shekhe, mimi familia yangu asilimia kubwa wana uwezo, lakini hakuna ambaye niliyempelekea haja yangu, shida yangu akanikidhia. Kila niliyekuwa nikimweleza jambo alikuwa ananipuuza. Lakini haikutosha kuwa hivyo, hata mume wangu ndani ya nyumba alikuwa anaishi na mimi kwa basi tu kwa kuwa nina watoto. Lakini namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, naona maajabu. Tangu nimeonana na Sheikh Hamisi kuja katika nyumba ya tiba imekuwa ni tofauti. Hivi ninavyozungumza niko katika jitihada nasafisha frame sokoni. Sikujua ni maeneo gani, manake ninakumbuka Mtwara nimetoka muda mrefu sana. Anasema ninasafisha frame, tayari nimeshaagizishiwa mzigo na nimekwisha lipiwa, na ndugu zangu wananisapoti na mume wangu ananipenda. Alhamdulillah. Naam. Nikaona kweli yale maajabu ambayo yaliokuwa yakitendeka katika ardhi ya maeneo mbalimbali tuliyopita, basi yanaendelea kutendeka katika ardhi ya Mtwara. Nikwambie ndugu yangu ambaye muda huu umefungua redio yako, unafikika, una shida, una mitihani na mabalaa yamekuandama, imefikia pahala umekata tamaa. Kuna watu imefikia pahala mtu amekata tamaa kutokana na mitihani alionayo. Amekwisha hangaika. Ni mwezi wa 3 sasa anahangaika. Ni mwezi wa 6 sasa anahangaika. Ni mwaka anahangaika. Ni miaka 2 anahangaika. Ni miaka 5 leo unahangaika. Inafikia mahala furaha imeondoka katika maisha yako. Na huhisi kama kuna siku inawezekana wewe ukawa na furaha kama wengine, ukawa na afya kama wengine, ukawa na mali kama wengine, ukarejesha heshima iliyokuondoka. Imefikia pahala umekata tamaa. Nikwambie, la takunuta min rahmatillah. Usikate tamaa katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana ujio wa timu hii ya nyumba ya tiba, sababu ya kuwepo katika ardhi hii ya Mtwara ni kwa sababu yako wewe ndugu yangu unayenisikiliza muda huu. Mwenyezi Mungu anaamua kukupa faraja kwa kutuleta sisi katika ardhi ya Mtwara. Inawezekana sio mtu mwingine yeyote ambaye tumepangwa kwa sababu ya sisi kuwepo hapa, ikawa ni sababu yako wewe. Ikiwa utapuuza kufika katika nyumba ya tiba, maana yake umepuuza shifa yako, umepuuza neema yako Mwenyezi Mungu ambayo alikuwa anaileta, au umeikataa faraja yako. Umekataa faraja yako ambayo Mwenyezi Mungu amekuletea, unaikataa mwenyewe kwa mikono yako. Nyumba ya tiba ipo Mtwara, na wewe una dhiki, unadhikika, unateseka, unahangaika, una mitihani. Hebu fika, njoo naye na Sheikh Hamisi, njoo naye na Sheikh Haruna, njoo ueleze nini kilichokusibu. Inawezekana kule kutoka kwako utakapotoka na kufika katika nyumba ya tiba ndiyo sababu ya wewe kupoa. Inshallah nipewa maneno nisalimia tu. Inshallah. Lakini katika salamu zangu nimekwenda na kukumbusha. Unafahamika. Basi nilie kwa presenter wetu. Na mimi nimefurahi sana kuyasikia maneno. Naam. Kwa sababu unajua siku zote unapokutana na mgeni huwa anabeba baraka nyingi. Sasa na mimi natumia fursa hiyo kumpiga bench mwenyewe. Yaani leo lazima apigwe bench. Mwenyewe utaniwia radhi, wewe unapigwa bench leo. Wewe bwana, wewe tusubiri kwanza. Sheikh Harun, Naam. mimi nataka kidogo tuguse kwa sababu huyu nampiga benchi na ninazo sababu. Sawa. Moja, hakuhudhuria dua. Yaani Jumamosi hakuhudhuria, Jumapili hakuhudhuria. Na mimi najua kwa nini. Tuambie kuhusiana na kile ambacho kilitendeka ndani ya nyumba ya tiba na dua, halafu utupe angalau namna ambavyo umeona kwa wakazi wa Mtwara. Inshallah. Nashukuru. Kwanza nirudi kwa al-akhi sahaba, ametoa ripoti. Kuna mama mmoja aliongea naye hiyo Jumamosi. Na mimi hiyo Jumamosi baada ya kutoa huduma nilipata fursa kidogo ya kuwasikiliza baadhi ya watu. Ndio. Alinijia mama mmoja.
Jumamosi kuja Jumapili nije mama mmoja. Akanambia alichukua yale maji ambayo ndio maji hayo ya Bahrul Mayit. Naam. Alikuwa akisumbuliwa mno na macho yanamuuma, macho yanatafuna, haelewi, kiasi ambacho hata usingizi kwake ilikuwa ni mtihani. Ni vizuri shehe wangu. Naam. Wakati unatueleza kile ambacho kinachotokea, naam, ukiwa unawaonyesha wale ambao naam, hayo maji, sababu hapo umeyashika mkononi, unawaonyesha wale watu ambao wanatufuatilia kupitia YouTube channel account. Naam. Yes. Basi akaja yule mama. Kuja yule mama anambia, shekhe, mimi nina tatizo. Anambia ilikuwa ni baada ya kuchukua maji na kutumia. Maana alikuwa mwenye haraka mno. Alikuwa na shauku mno baada ya taarifa na matangazo ya wiki nzima. Yes, akaona hakuna sababu ya kusubiria mpaka arejee nyumbani kwake, mjini kwake, ndio atumie. Pale tu baada ya kupata akafanya habari zake. Baada ya kufanya habari zake, ananiambia sasa kuna muda ulifikia macho yakatoa tongo nyingi mno. Ndiyo. Yakatoa takataka nyingi mno. Kiasi ambacho akahisi sasa haya macho yamepofoka au imekuwaje? Ndio. Akaniuliza, shekhe, kwa hali hii haya maji naendelee kutumia au nisitishe? Nikamwambia endelea kutumia, na hiyo ni ishara na ni dalili njema kwamba haya maji yamekuja kukuponya na kuondoshea matatizo ulionayo. Baada ya hapo yule mama aliondoka akiwa ni mwenye furaha mno. Nikamwambia inshallah tukijaliwa tutakutana Jumamosi, na ninaamini utanipa ripoti tofauti na hizo unazonipa siku hii ya leo. Haya maji ya Bahrul Mayit. Lakini miongoni mwa mambo ambayo niliyashuhudia siku hiyo ya Jumamosi na Jumapili, japokuwa umemweka mwenyeji wetu umemweka pending kidogo kwa sababu ambazo unazozijua wewe, ima labda ulipata taarifa kwa sababu na wewe mwenyewe hukuwepo, lakini nashangaa umejuaje kama hukuwepo? Hakuwepo yeye. Ndio maana nimejua. Hakumuona maana. Kiukweli jambo lilifana sana. Na kidogo nilishitushwa na mwitikio wa wakazi wa mji wa Mtwara. Pale ambapo mahala palipokuwa pameandaliwa palikuwa hapatoshi, manake palijaa mpaka kwenye ukumbi ule mpaka nje. Ndio. Na nahisi yawezekana kuna watu baada ya kuchelewa walikosa mahala pa kukaa, wakaamua waondoke kutokana na wingi ule wa watu jinsi ulivyokuwa. Kiukweli mwitikio ulikuwa ni, unajua Sheikh Harun, naam, inaweza kushangaza kwa nini, au mtu anaweza akashangaa, naam, kwa nini tulifikia mahala tukajaribu kuhoji. Naam. Huwa tunahoji kwa sababu tunajua lengo la matibabu. Lazima tutambue kwamba watu wanaumwa kweli. Ndio. Mtu anapokuwa anatoka alikotoka akafika mpaka nyumba ya tiba ni mgonjwa. Naam. Kuna watu wana mitihani kweli. Lakini kwa bahati mbaya inayokuja kutokea, kuna watu wanatumia matatizo ya watu kutaka kujinufaisha. Ndio. Hiyo ni mtihani na ni jambo baya sana. Naam. Kwa hiyo kama tukiwa kama nyumba ya tiba na dua, huwa tunajitahidi sana kuzingatia na kutambua kwamba watu wana shida kweli. Kwa hivyo tunatengeneza ukaribu wa kumsogelea mgonjwa zaidi, kujua maendeleo. Tunajenga naye udugu, kujua maendeleo yake. Hichi tunachompa kinaleta tija? Naam. Hichi tunachompelekea kinamnufaisha? Na ndio maana huwa tuna kanuni ya kuhoji. Inawezekana kwa wewe hujafikia hatua ya kuhojiwa, lakini wenzako wengi wamekwisha kuhojiwa. Ndio. Tunapokuwa tumetoa mathalan, kwa sababu nakumbuka katika hii Jumamosi karibuni watu 150 ambao tumeweza kuwarekodi waliweza kuchukua maji haya. Naam. Hao tunazungumza 150, tumezungumza kwa pisi moja. Ndio. Lakini tukisema tuhesabu kwa pisi ni zaidi ya pisi 480 ambazo zimeondoka. Lakini tutazungumzia kwa mmoja. Kwa hiyo tunahoji kuangalia katika hawa watu 150 majibu watakayotuletea ni majibu ya namna gani? Ni watu 100
wamepata ahueni, ni watu 140, ni watu 150 wote, au ni watu 20. Inapokuja hesabu ya watu 20, tunajua dawa hii haikubaliani na watu wa Mtwara. Lazima tutazame dawa nyingine itakayokuwa bora, itakokubaliana na watu. Asilimia kubwa dawa zetu nyingi tunazotoa nyumba ya tiba, asilimia 85 mpaka 90 watu wanapona. Watu wanapoa na yao yanawaondoka. Na hii ndio huu ndio mfumo wa matibabu. Sifa ya matibabu, wanatakiwa wapone wengi. Ndio. Hakuna matibabu ya kuwaponyesha watu wote, hayapo. Katika dunia hakuna. Isipokuwa matibabu yana kanuni ya kuponyesha watu wengi. Na nitatoa mfano hai. Inaponyesha watu wengi. Na haiponyeshi watu wote. Yeah. Na ndio maana kuna dawa tofauti exactly. na ugonjwa mmoja. Na tunaweza tukatoa hata mifano ambayo hata ndugu yetu msikilizaji atatuelewa haya tunayozungumza. Katika ardhi ya Mtwara kuna hospitali iko hapa. Ndio. Katika ile hospitali vyumba vingi vilioko pale ni wodi. Maana ni sehemu ya kulaza wagonjwa. Lakini hospitali ya mkoa, hospitali ya kanda ya kusini. Yeah. Pembeni ya ile hospitali kuna chumba kimoja kipo pembeni. Ni kidogo akilingana na wodi zilizoko pale. Ndio. Katika lugha sijui wanahitaji kile chumba. Wanaita mortuary. Mortuary. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini kuna mortuary? Na ile hali ya kuwa pale hospitali kuna madaktari bingwa wamethibitishwa na matarajio ni mgonjwa atibiwe apone arudi nyumbani. Asilimia 90 ya matarajio watu wakatibiwa wapone. Exactly. Lakini kuna watu wanaenda kule. Hospitali pale kuna madaktari bingwa. Lakini sio madaktari, kuna vifaa ndio vya kutafiti matatizo. Lakini sio vifaa, kuna madawa yamethibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Ndio. Lakini yote kwa yote bado ile nyumba imejengwa kwamba kuna maiti zitaingia pale. Hii inamaanisha kwamba japo vipo vifaa, wapo madaktari, yapo madawa, hakuna uwezo wa kuponyesha watu wote. Lakini wanaopona ni wengi kuliko wanaoingia katika kile chumba. Naam. Ndio maana kile chumba kinakuwa kidogo. Kwa hiyo asilimia 90 watu wengi wanaokwenda hospitali wanapona. Naam. Lakini asilimia 10 wanakufa. Bimaana sio wote watakaopona, kwa sababu hakuna dawa ya kuponyesha watu wote katika dunia. Na vivyo hivyo hata wanaokuja katika nyumba ya tiba watambue hivyo. Na ndio maana huwa tuna utaratibu wa dua. Kwa nini tumeweka dua? Dua ina kanuni ya kubadilisha kadari. Tunaposema kadari kiimani, maana yake ni mpango wa Mungu. Mungu huwa anapanga jambo lake. Hili jambo lake hawezi kulibadili mpaka umuombe akubadilishie. Sijaeleka vizuri hapo? Naam. Yaani Mungu hana kanuni ya kubadilisha jambo lake bila kumuomba. Uzuri si tuko flexible. Kwa kama tueleweke hapa, watapiga simu alafu bana sikukuelewa pale. Naam. Kwa hivyo nyumba ya tiba imeweka utaratibu wa dua. Na ndio maana kuna mtu anaweza akafika kaonana na mashehe, lakini bado anaweza akashauriwa. Kama itaonekana jambo lake lina ziada ya jambo, anaweza akaambiwa licha ya kuchukua dawa, lakini unatakiwa ufanyiwe na dua. Okay. Maana kuna kitu kinatakiwa kibadilishwe, tumwambie Mungu abadilishe kwako. Kwa hiyo na kuna mwingine anaweza kufika pale akaeleza jambo lake, mashehe wana taaluma. Ukifika pale ukijieleza tu, tayari mtu ameshajua kwamba kwa maelezo yako haya kinachokusibu wewe ni aina fulani katika aina za uchawi. Hata uchawi umegawanyika. Uchawi hauko aina moja. Kuna aina nyingi sana za machawi, nadhani Sheikh Khamisi amekwisha kuzieleza. Kutufundisha. Naam. Kwa hiyo lakini ukieleza dalili zako, Sheikh amekushajua kwa dalili hizi wewe bwana unasibiwa na aina katika aina 410 za uchawi. Ni aina fulani. Ukieleza najua wewe unasumbuliwa na aina katika aina 660 za mashaitani wa kijini. Ukieleza najua tatizo lako wewe linahusiana na masuala mazima ya jadi. Ukieleza najua matatizo yako wewe haya ni matatizo ya kibiolojia. Na anaelewa kwamba kwa kuwa tatizo lako ni hili, kwa sababu tumesoma zile tiba 1001 ambazo tulizoelekezwa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo tunakuwa tunaelewa au anakuwa wanaelewa kwamba nini kinachokusibu na nini kifanyike unusurike. Nikushauri ndugu yangu mkazi wa Mtwara, wewe ambaye unaumwa, unateseka, unahangaika, unakaa ndani peke yako unalia, umekata tamaa, imefikia mahala unahisi huna thamani katika dunia. Nikwambie wewe thamani yako ni kubwa. Na kile kilio na yale maombi yako, dua zako ulizokuwa ukimwomba Mwenyezi Mungu, majibu ndiyo haya. Ameleta nyumba ya tiba katika ardhi ya Mtwara, mahala ambapo una uwezo wa kufika pasipo kutumia gharama iliyokuwa kubwa.
ulikuwa huwezi kuwafuata mashehe Dar es Salaam. Ulikuwa huwezi kuwafuata mashehe Zanzibar. Ulikuwa huwezi kuwafuata mashehe Arusha. Ulikuwa huwezi kuwafuata mashehe Mombasa, Kenya. Ulikuwa huwezi kuwafuata mashehe Burundi, Bujumbura. Huko kote Sheikh Hamisi, Sheikh Haruna, kote tumefika huko. Ulikuwa huwezi kuwafuata mashehe South Africa, katika ardhi ya Cape Town, maeneo ya West Bank. Pale Sheikh ana kituo mpaka leo kinafanya kazi. Wale ndugu zetu ambao wapo South Africa wanaelewa vizuri, na nadhani wapo miongoni ambao wanafuatilia katika YouTube account ya Sheikh. Naam. Sasa kwa bahala popote ambapo ni umbali na wao walikuwa huwezi kufika, lakini mashehe Allah amewaleta, Mwenyezi Mungu amewaleta karibu na mahala ambapo wewe unaweza kuwafikia. Bi maana umeshamuomba Mungu, umelia, umekata tamaa, Mungu amewaleta watu ambao kwao itakuwa sababu ya wewe kupona. Fanya jitihada za makusudi. Hebu njoo tuonane. Jambo lako ni kuambie ni dogo na litaondoka kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Na mimi ni kamati hapo, jambo lako ni dogo na litaondoka kwa idhini ya Subhanahu wa Ta'ala. Sasa isije nikampiga shehe benchi sana hapo ikawa. Isije nikampiga benchi sana ikawa tabu. Mimi nakuleta kwenye enkoli. Sheikh. Tumeshamaliza dua ya kufunga mwaka 2021. Sasa tunaelekea kufungua mwaka 2022 kwa dua mzito. Jumamosi ya tarehe 1 na Jumamosi hiyo ndio tunafungua mwaka na tunapata dua ya kufungulia mwaka wenyewe. Tunakwenda kutoka na zawadi gani kwenye Jumamosi hii? Kwanza nipende kuwasalimia wana Mtwara na wafuatiliaji wote wa nyumba ya tiba na dua kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala. Pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, innaka la'ala khulqin adhim. Ikhwan zangu, Bwana Rajab ananiuliza kwamba kuna kitu gani au kuna mpangilio gani au ni utaratibu gani uliopangwa kwa ajili ya kwenda kukaribisha mwaka 2022 ambao ni mwaka mpya tunaotarajia kuingia muda si mrefu, ni Jumamosi tu hii ijayo kwa idhini yake tabaraka wa taala. Tunaenda kupata dua kubwa kabisa ya ufunguzi wa mwaka 2022, dua ul-iftitah. Dua ya ufunguzi. Dua ul-iftitah ni dua ya ufunguzi wa kila jambo. Kila bab al-maghluq, kila mlango uliofungika wa khairi yako tunaenda kufungua kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kwa dua kila kitu kinanyooka. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema sallallahu min fadlihi fa inna Allah tabaraka wa taala yuhibbu an yus'ala. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, hakika yeye anapenda sana kuombwa. Na kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala anapenda kuombwa, basi na sisi tumejiandaa kikamilifu kuwakusanya na kuwasogeza karibu wana Mtwara kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Tuinue mikono kwa pamoja na kumwambia ya Rabbi, tunaingia ndani ya mwaka mpya huu, basi tujalie na mambo yetu yawe ni mapya, yawe ni mambo ambayo hayajaguswa wala kupatwa na ushetani wa aina yoyote. Mwenyezi Mungu tuingize katika mwaka mpya ukiwa ni mwaka wenye mafanikio kwetu sisi ndani ya mwaka 2022. Lakini sambamba na dua ul-iftitah, dua ya ufunguzi wa mwaka 2022, pia patakuwepo na maji yale maul mubarak bado yataendelea kuwepo
ambayo nayo tutayakoga kwa nia maalum ya kumwambia ya Rabbi, tunakoga maji haya ili na sisi tuwe sambamba na mwaka ulivyokuwa ni mpya, na miili yetu iwe ni mipya ambayo haijapata kuchezewa tena na kiumbe chochote kile kibaya katika ardhi yako. Na viumbe wapo wengi sana ambao wanaweza kuharibu maisha yako, ndugu yangu msikilizaji. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Haya ni maneno yake Allah tabaraka wa taala aliyokuwa akimwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema najikinga kwa Mola wa watu, tena mmiliki wa watu, min sharri alwaswasil khannas, kutokana na shari zinazoleta waswas, zinazotokana na majini makhannasi. Jinnu khannasi wapo, na ipo siku tutakuja kumuelezea jinnu khannasi, ya salam. Tena alladhi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas, waswasi wenyewe wa kimajini ambao wanaoleta waswasi katika vifua vya watu, na hao wanaoleta waswasi miongoni mwao ni majini na watu vile vile. Kumbe hata mtu pia anaweza akamletea waswasi binadamu mwenzake, yaani mwanadamu akamletea shida mwanadamu mwenzake, yaani akawa na tabia za kijini. Si tabia tu za kijini, za kishaitani, yaani ni sheitani wa kibinadamu kama jinsi alivyokuwa sheitani wa kijini. Yaani ni muovu wa kijini au muovu wa kibinadamu ambaye wapo wanatusumbua katika maisha yetu. Na ndio maana tunasema biidhnillah tabaraka wa taala, hizi tunaenda kuziondosha kwa idhini yake tabaraka wa taala, na kujikabidhisha miili yetu na viwiliwili vyetu, mali zetu, familia zetu, kazi zetu, kukabidhi katika milki yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa sababu Allah anasema waman ya'ish an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytana fahuwa lahu qarin. Atakayeishi kinyume chake Allah tabaraka wa taala, atakayeishi kinyume cha kumtaja Allah tabaraka wa taala, atakayeishi kinyume cha kumtanguliza Allah tabaraka wa taala, atakayeishi kinyume cha kumfanya Mwenyezi Mungu ndio everything kwake, basi huyu mtu utamwambatanishia shetani ndio atakuwa rafiki yake. Sasa hebu imagine ukiambatanishiwa shetani ndio akawa karibu yako, nini kinachoenda kutokea huko? Na sisi tunataka tuendelee kuwa watu wapya wenye mafanikio kwa idhini yake tabaraka wa taala. Kwa tunawakusanya wana Mtwara siku ya tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2022 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, na tarehe 2 yake ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili, kwa kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa duaul iftitahi, dua ya ufunguzi wa mwaka, na tunaenda kuyafungua maisha yetu ndani ya siku ya kwanza ya ndani ya mwaka 2021. Lakini hata hivyo tutapata fursa ya kuweza kuyatumia maji yetu kwa nia, ambapo haya maji yana faida nyingi sana, ambapo yameelezewa na Allah tabaraka wa taala. Ndio maana naita ni maul mubarak, maji yenye baraka kubwa. Na baraka yake Mwenyezi Mungu huwa hasemei kwa vitu vya hovyo hovyo. Ukiona Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala kalisemea jambo, ujue fihi manfaatun kabir, kuna manufaa makubwa. Ndio maana Allah akatusisitiza katika Qur'ani, anasema afala yatadabbaruna alquran, hivi hao watu kwa nini hawazingatii Qur'ani, hawendi in deep zaidi ndani ya Qur'ani? Kwa sababu ukiingia ndani kabisa ukawa katika rasikhuna fil ilmi, utakutana na mambo aisha ya Rahmani yaliyopo katika maneno yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa tutaenda kuyapata maji kwa mara nyingine sasa, kwa maana ya kukoga mwaka mpya, tuwe watu wapya ndani ya mwaka mpya kwa idhini ya Subhanahu wa ta'ala. Na uzuri wa maji haya, yapo mengine ambao mpaka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayasemea kwa namna ambavyo utakavyoweza kuyatumia. Mathalan anasema ma'u zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam yanafanya kazi kulingana na nia yako utakavyoitilia nia. Na sisi tutasema Mwenyezi Mungu ya Rabbi, tunayakoga maji haya, tunakuomba kwa idhini yako na huruma yako ututakase kutokana na kila shida zinazotusonga katika maisha yetu. Kama Mwenyezi Mungu ulikuwa umenipangia mimi ndani ya mwaka huu niwe ni mtu wa nuksi, wa mikosi, mabalaa,
shida, basi Mwenyezi Mungu najivua kwa maji haya, kama jinsi ulivyomvua mtume wako Ayubu alayhi salam, ulipomwambia yakoge maji na akakoga na akarudia kuwa Ayubu mpya. Tena alipendeza zaidi, kila zinasema alipendeza zaidi na akawa mzuri zaidi kuliko yule Ayubu wa awali kabla hajaugua. Ya salam, maji haya tutaenda kuyapata siku ya Jumamosi, na sadaka yetu ni ile shilingi 10,000 tu kwa idhini yake tabaraka wa taala. Na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala akipenda kwa idhini yake, na namuomba Mwenyezi Mungu ajaliwe hivyo. Unajua qaddara Allah ma shaa faala, anachokadiria Mwenyezi Mungu ndicho anachokifanya. Sasa tunamuomba Mwenyezi Mungu tunachokifikiria sisi basi kiafikiane na kile cha kwake yeye. Siku hiyo tutachinja pia tena. Tutachinja kwa maana ya kutoa fidia kwa Allah tabaraka wa taala. Na tunachinja kwa ajili ya Allah, hatumchinjishe tani, makata, subiani, kibwengo, sudani. Tunamchinjia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na katika jambo la kuchinja, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ametuamrisha katika kuchinja, anasema yeye anakuamrisheni kuchinja, si kana kwamba Mungu anataka damu ya hao wanyama, wala si kwamba Mungu anataka nyama ya hao wanyama, bali takwako, ucha Mungu wenu. Na kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu ni moja ucha Mungu. Na ukijiweka mbali ya Mwenyezi Mungu, ya salam, ni maasi hayo. Fala tajid lahu waliya murshida. Hutopata kiongozi kuongoza tena. Kiongozi wako atakuwa ni shaitani alayhi laana. Fanaudhu billahi min dhalik. Hivyo ndivyo itakavyokuwa biidhnillah subhanahu. Okay, uzuri kulikuwa na maswali kama mawili matatu, alafu bahati nzuri yote yote umeyasafisha. Kuhusiana na swalak tayari, lakini sisi tutapanga utaratibu tu hapa kuona namna gani tunafikia siku ya Jumamosi tukiwa na mzigo kamili. Unasema Jumamosi na Jumapili. Shilingi ngapi? Shilingi 10,000 tu. Kiwango kidogo kitapanda cha kutunza. Kiwango kidogo cha kutunza kile kitapanda. Kile kwa tunafunza moja. Leo tunaanza na 2,000. Asalamu. Tunapiga 2,000 leo. Kesho Jumanne 2,000. Shingapi hiyo? 4,000. Jumatano 2,000. 6,000 hiyo. Alhamis 2,000. 8,000 hiyo. Ijumaa tunamaliza na 2,000. Na kwa yule ambaye atakosa Ijumaa basi atamalizia Jumapili, alafu Jumamosi alafu anakuja Jumapili pale. Hakika. Na uzuri tayari watu washafunga hesabu ya mwaka 2021. Wameanza mipango mikakati mipya ya mwaka 2022. Nitakuwa na nyumba kadhaa, nitaongeza mke pale. Kwa yule ambaye hajaoa nitaoa. Kwa yule ambaye hajaolewa nataraji kupata mume. Napataje? Mungu anisafishie. Lazima nihitaji dua. Tunapata wapi? Kwenye nyumba ya tiba na dua. Na dua. Tueleze kidogo au tutumie fursa hii kuwakaribisha wale ambao watakuja siku ya Jumamosi na Jumapili. Asante. Kwanza ni ndugu yangu Swahaba aliniwahi kidogo, ndio nilikuwa nimekuja kwenye hiyo pointi. Jumamosi na Jumapili iliyopita ambayo ndio tumemalizia jana, tulifanya dua maalum ambayo hiyo dua inaitwa Nasru wal Mahaba. Nasru wal Mahaba kwa Kiswahili unasema ni kuomba Mungu akunusuru, lakini pia Mungu akupe mvuto. Ndio maana tulivyokuwepo pale tukauliza ni wangapi wajane ambao hawajaolewa? Ni wangapi wa mabinti ambao hawajapata waume? Tukapata idadi yao. Tukasema tunafanya dua maalum, yule ambaye hajapata mume basi apate mume, na yule ambaye hajapata mke apate mke. Hiyo ilikuwa ni Nasru wal Mahaba. Sheikh amezungumza kwamba tunakwenda kwenye duaul iftitahi. Hiyo duaul iftitahi Sheikh amefupisha, lakini kirefu chake ile inaitwa madhharul ajaibe. Kama haujawahi kukutana na maajabu, kama haujawahi kukutwa na jambo la ajabu katika maisha yako, baada ya kuwa wewe umekwisha kata tamaa, matarajio na matumaini yamekwisha potea, yamekwisha futika, tunakuomba jitahidi
tia maazimio hiyo Jumamosi, usikose, utakutana na hiyo dua ambayo ni dua maalum ya kufungulia mwaka, inaitwa Madhhar al-Ajaib. Madhhar al-Ajaib, ndio maana shekhe akasema anavyotamani sisi au tunavyotamani sisi, basi lazima kuwepo kichinjwa, kwa sababu Madhhar al-Ajaib ni jambo kubwa lenye maajabu, na siku hiyo itakuwa ya maajabu kwelikweli, na watu watashuhudia maajabu kutokana na dua muhimu, dua kubwa ambayo itakayofanyika siku hiyo. Natoa wito kwa wakazi wa mji wa Mtwara mjini na vitongoji vyake vyote, ikiwa Mungu atakupa uhai na majala ukafika siku hiyo, basi Mungu anakupenda. Hauna sababu ya kuendelea kulalamika, hauna sababu ya kuendelea kunung'unika, hauna sababu ya kuendelea kutoa machozi alafu unamlilia mtu ambaye hana uwezo wa kukusaidia. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul li ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Mizigo yote uliobebeshwa, mizigo umebeba miaka 30, umetushwa mzigo mzito, namna ya kutua huna, namna na mtu wa kukutua haujampata, basi nyumba ya tiba na dua imekuja na suluhisho kwa ajili ya kukutua mzigo huo. Tunasema tunaingia katika mwaka mpya na jambo jipya na ufunguzi mpya na matarajio mapya. Shughuli zako zimeharibika, biashara zako haziongoki, kila unachokishika kinakwama, basi tafadhali unakaribishwa sana bila kukosa siku hiyo ya Jumamosi ya tarehe mosi ya mwaka 2022 bila kukosa. Naam, mwaka 2022 pasi na kukosa. Nataka nikupe share dakika 3 alafu tuwape nafasi wale wanaotusikiliza tu nao kama wana chochote cha kuuliza basi wapite na sisi hapa. Tumia fursa hii. Naam. Kuzungumza na wanamtwara. Hakika. Na sitapita mbali alipopita mashairi zangu, kabla alipopita Sheikh Hamisi na alipopita Lahi Sheikh Haruna, lakini kubwa zaidi ni kuwajuza wakazi wa Mtwara. Tunaandamwa na mengi. Mitihani tulionayo ni mikubwa. Mabalaa tulionayo sisi wenyewe kuyavua kwa namna yetu hatuwezi, isipokuwa kwa idhini yake Mwenyezi Mungu na kwa maarifa, basi itakuwa ni sababu ya kuvuliwa mitihani hii iliyotuandama. Niwaambie kwamba nyumba ya dua au nyumba ya tiba ipo kwa ajili yako wewe ndugu yangu, na ndio maana ipo katika ardhi ya Mtwara, lakini sio kwa wewe tu peke yako. Kuna watu wanaweza wakaweka ubinafsi mpaka katika kujinusuru. Usijitazame wewe tu, inawezekana una ndugu ambao wapo katika mateso, wanateseka, na wewe unayajua yale mateso yao. Hebu wape taarifa. Inawezekana wewe kuja kwako huna nafasi, bado hujabanwa kiasi cha kubanwa, lakini una ndugu yako na jamaa yako ambaye kabanwa, yupo katika mtihani, yupo katika dhiki, yupo katika shida, anadhikika, anateseka, anahangaika. Hebu mpe taarifa, mwambie ndugu yangu, fanya jitihada za maksudi, fika maeneo fulani. Inawezekana ikawa sababu ya kunusurika. Lakini pia inawezekana wewe mwenyewe umepanga namna gani ya kufika katika tarehe husika au katika siku husika, kama namna ambavyo tulichambua al-akhi hapa Sheikh Haruna. Ni dua ya maajabu, na nasema kweli ni dua ya maajabu. Kama itakuwa kama vile ninavyoijua ambavyo ilivyofanywa katika maeneo mengine, ndiyo ikafanywa katika ardhi hii ya Mtwara. Subhanallah, subhanallah. Sheikh, katika dua ambazo nimeshuhudia maajabu yake wazi wazi, hii ni dua ambayo nimeshuhudia maajabu yake wazi wazi. Kipindi ambapo ilikuwa inaingia 2021, kuna maajabu makubwa sana yalifanyika. Inshallah katika masiku yajayo tutaelezea baadhi ya mikasa ambayo iliyotokea. Tena mingine watu, mikasa hiyo imetokea kwa watu wao wa karibu, ndio walikuwa sababu ya kuwafanyia mabalaa. Mingine ikatokea kwa majirani, ndio ikawa sababu ya watu kuwafanyia mabalaa. Lakini tutaelezea. Kikubwa zaidi bado nakujuza kwamba usijithamini wewe peke yako tu, isipokuwa tazama wale watu wako wa karibu, wale vipenzi vyako, na wao pia hakikisha
hawakosekani kujumuika katika dua hii husika. Lakini pia kuna watu ambao mpaka muda tunazungumza yupo katika mitihani, ana maradhi, ana shida na mabalaa, anasaidikaji, ni mpaka asubiri mpaka tarehe hiyo. Nikwambie hapana, wewe unaweza ukafika kuanzia kesho saa 2 kamili pale nyumba ya tiba kuko wazi na anaruhusika yoyote. Lakini kuna mtu anaweza akajiuliza, mimi sio wa imani hiyo, sio Muislamu, hiyo nyumba ya tiba nayo ya dua na tiba vipi? Nikwambie hata wewe unafaa. Pale ni kwa mtu mwenye shida na matatizo. Haijalishi imani yako, haijalishi rangi yako, haijalishi dhehebu lako, lakini kwa kule kuwa umedhikika, una mitihani, una maradhi, unaumwa, una nuksu na mikosi na mabalaa, basi fika nyumba ya dua na tiba. Kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa sababu ya wewe kunusurika, itakuwa sababu ya wewe kuondokwa na dhiki ulizonazo inshallah. Yani mbora wa watu ni yule mwenye kuwanufaisha watu. Ndio. Kwa sisi tunaweza kusema kwamba ni kama daraja la wale watu ambao walishazongeka, walisharogeka, walishapigika sumu za aina mbalimbali. Sasa sisi imekuwa kama daraja la kumvusha, kufikisha pale penye kheri yake. Ndio iko katika hali ya namna hiyo. Lakini pia nipende kuambieni kwamba siku ya kesho ni siku ya Ijumaa 4 biidhnillah tabaraka wa taala. Nyumba ya tiba na dua bado inaendelea kupokea wageni mmoja mmoja binafsi, mwenye majambo yake, shida zake, mitihani yake, maradhi yake, na aidha hata kwa kupata ushauri vile vile kutokana na tatizo lako lolote lile. Haimaanishi kwamba ni lazima upewe dawa, bali hata mshawara, ushauri pia ni muhimu. Ndio maana hata katika dini nasema wa amruhum shura bainahum. Sasa tunasema na mambo yao kunakuwa na shura, yani shura maana yake ni ile kushauriana, yani kwa katika jambo hili iwe hivi iwe hivi hivi. Kwa ushauri pia nao ni kitu muhimu sana, lakini pia hata kumuona daktari ni nusu ya matibabu. Kwa hivyo nichukue fursa hii niwaambie kwamba siku ya kesho biidhnillah tabaraka wa taala, njoo tuweze kuongea kwetu ya siri zetu na kujua namna gani ya kuweza kukusaidia kwa njia iliyokuwa nzuri, isiyokuwa na ushirikina wa aina yoyote ile, kwa idhini yake tabaraka wa taala. Bado tunaendelea kupatikana hapa Mtwara mjini, maeneo ya Ligula B, barabara ya Nyota au barabara ya kwa Jone, tupo jirani na Amigo. Kwa hiyo Mtwara mjini, chukua tu bodaboda mwambie nipeleke Amigo. Basi biidhnillah tabaraka wa taala ndio tutaweza kuyaongea yetu kwa huruma na utukufu wake azza wa jalla. Nikuage kwa siku ya leo kusema dumu fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hamisi Suleiman pamoja na ugeni wake. Niseme tu shukrani kwa wote ambao mmetufuatilia kuanzia pale ambapo tulifungua program hii mpaka tunafikia tamati, na tunashukuru pia kwa wale ambao walipiga simu pamoja na kutuma jumbe zenu hapa ndani, tuliziona. Niseme tu kwamba kituo cha nyumba ya tiba na dua kiko wazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Mimi naitwa Rajab Nakane, lakini kwenye kamera kule alikuwa Nancy Stuart. Niseme bye bye, kesho pia nayo ni siku